Mabadiliko haya ya watoto huwa yana athari mbili. Yana athari chanya na yana athari hasi. Miongoni mwa athari hasi wanazokuwa nazo watoto, wanakuwa wajeuri. Kwa sababu anajiona sasa amekuwa. Akijitazama binti, anajiona na yeye kifuani pale kumeshachomoza Anajiona ngozi yake imeshakuwa nyororo. Inafika mahala sasa kashaanza kuitwa kule barabarani, kupigiwa miluzi, kuambiwa kwamba wewe ni mzuri. Kwa hiyo inatengeneza jeuri, anajiona yeye na wewe kama mnalingana vile. Watoto wa kiume vile vile wakishaanza kutoa lile besi lile, anajiona na yeye kashakuwa baba yani. Kwa sababu na yeye ana sauti nzito, anaunguruma kama baba anafanyaje? Anavunguruma ndani ya nyumba. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa athari hasi ambazo watoto wetu wanazipata katika umri huu, zinazoambatana na yale makuzi yao. Sasa sisi kama wazazi, nini cha kufanya kwa watoto wenye umri huu? Mada yetu kama mnakumbuka tuliipa anwani ya malezi ni 7-3, ambako mada hii anwani yake inatoka katika maneno ya Saidna Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu pale aliposema, chezeni nao kwa miaka 7, kisha wafundisheni kwa miaka 7, kisha wapeni nasaha kwa miaka 7. Kwa hapa tukazipata hizo 7-3, ambapo 7 ya kwanza inaanza mtoto anapozaliwa mpaka anapotimiza miaka 7, na 7 ya pili inaanzia miaka 8 mpaka miaka 14, na 7 ya tatu inaanza miaka 15 mpaka miaka 21. Alhamdulillah, 7 ya kwanza tulishaizungumza na 7 ya pili tulishaizungumza, na leo tunamalizia 7 ya tatu, ambayo 7 hii ya tatu ni hatua ya tatu muhimu katika malezi ya watoto wetu. Hatua ambayo inaanza pale mtoto anapotimiza miaka 15 na inakwenda mpaka mtoto anapotimiza miaka 21. Umri ambao sasa mara nyingi watoto tunaanza kuwatoa katika majumba. Wa kiume wanaopenda kuoa mapema wanaoa katika umri huu, na wa kike wakijaliwa huwa wanaolewa katika umri huu kuanzia miaka 22 na kuendelea. Kwa 7 hii ya tatu ni hatua ya tatu muhimu sana katika malezi ya mtoto. Mtoto katika umri huu amepevuka. Tayari mtoto huyu ameshabaleghe, lakini anaendelea kukua. Anaendelea kukua kimwili na anaendelea kukua kiakili. Kipindi hiki tumeambiwa tuwape nasaha watoto. Kwa nini tuwape nasaha watoto? Umri ule wa kumchapa umeshafanya nini? Umeshapita. Sasa ameshakuwa binti. Sasa ameshakuwa kijana. Tayari huyu unaweza kukaa naye chini mkazungumza na mkaelewana. Tayari huyu ameshaanza kuwa na upevufu wa akili. Akili yake imeshapevuka, kwamba anafahamu kwa uwazi zaidi jema na anafahamu kwa uwazi zaidi baya. Kwa hiyo katika hali ya namna hii, maana yake tumeambiwa tuwape nasaha, kwa sababu huyu nasaha anazisikia, huyu nasaha anazielewa, huyu anaweza kuchanganua mambo, huyu anaweza kujua athari na madhara ya kitu fulani ambacho kinaweza kumtokea wakati unazungumza naye. Kwa kipindi hiki watoto wanatakiwa wanasihiwe zaidi. Wanasihiwe zaidi juu ya yale
waliokwisha fundishwa katika hatua ya pili. Nafikiri tulizungumza kwa uwazi sana katika hatua ya pili namna gani ambavyo tunatakiwa tuwafundishe watoto maadili yaliyokuwa mema kwa maneno na kwa vitendo. Sasa tumeshawafundisha mpaka miaka 14, tunaendelea kuwafundisha katika umri huu, lakini kwa njia ya kunasihi zaidi. Katika umri huu vile vile tunatakiwa kufahamu, kwa sababu watoto tayari wamekwisha baleghe na wanaendelea kukua, ina maana bado kuna mabadiliko yanaendelea kutokea ndani ya miili yao. Mabadiliko haya ya watoto huwa yana athari mbili. Yana athari chanya na yana athari hasi. Ina maana kwamba yana athari nzuri na yana athari mbaya. Ndio maana tunatakiwa kuwanasihi sana ili zile athari hasi zinapojitokeza basi tuweze kuzidhibiti, na zile athari chanya tuweze kuzikuza zaidi, ziweze kuwa nzuri na njema zaidi, ili watoto wetu wasiharibikiwe. Katika kipindi hiki, miongoni mwa athari hasi wanazokuwa nazo watoto, wanakuwa wajeuri. Wanakuwa wajeuri kwa sababu anajiona sasa amekuwa. Akijitazama binti, anajiona na yeye kifuani pale kumeshachomoza, Anajiona ngozi yake imeshakuwa nyororo. Anajiona sauti yake sasa imekuwa nyororo, akizungumza inavutia. Inafika mahala sasa kashaanza kuitwa kule barabarani, kupigiwa miluzi, kuambiwa kwamba wewe ni mzuri. Kwa hiyo inatengeneza jeuri, anajiona yeye na wewe kama mnalingana vile. Anajiona na yeye ameshakuwa sasa. Anajiona yeye ni msichana. Kwa hiyo mara nyingi kwa sababu hiyo hao watoto wetu wanakuwa wajeuri. Watoto wa kiume vile vile wakishaanza kutoa lile besi lile, anajiona na yeye kashakuwa baba yani. Kwa sababu na yeye ana sauti nzito, anaunguruma kama baba anafanyaje? Anavyounguruma ndani ya nyumba. Kwa hiyo hii inawapelekea watoto hawa wanakuwa jeuri. Lakini mbali ya kuwa jeuri, wanajiona. Anajiona yani yeye ndio yeye yani. Kama ni msichana, anajiona yeye mzuri. Kama ni mvulana, anajiona ameshakuwa gentleman. Kashakuwa mkaka na yeye. Kwa hiyo anajiona. Kwa hiyo kuna kuwa na hali fulani wakati mwingine ya kukinzana baina yake na wewe kwa sababu ya kule kujiona. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa athari hasi ambazo watoto wetu wanazipata katika umri huu, zinazoambatana na yale makuzi yao. Lakini wako ambao kwa kupevuka kwao kwa akili sasa wanaanza kujiona kwamba sisi sasa ni wasichana, sisi sasa tumekuwa. Kwa hiyo anakuwa ni msaada mkubwa ndani ya nyumba. Anakuwa msafi zaidi kwa sababu anajiona sasa nimeshakuwa dada, natakiwa kuwa msafi. Anakuwa anapenda kubadilisha nguo mara kwa mara kwa sababu anataka aonekane akiwa katika hali nzuri na ya usafi. Chumba chake atakitandika vizuri, anataka kiwe na mpangilio mzuri. Kama huko nyuma alikuwa hatumia pakipaki mafuta, sasa ataanza kupaka mafuta. Kwa hela inabidi waanze kumuongezea kwa sababu mahitaji yamefanya nini? Yameongezeka. Anataka lotion na yeye ili sura yake iendelee kuwa nzuri na ngozi yake iendelee kuwa nzuri. Kwa anaanza kujipenda katika athari ambazo ni chanya. Binti anaanza kujipenda, anaanza kuwa msafi. Vijana wa kiume vile vile wanaanza kujipenda na wanaanza kuwa wasafi. Ataoga mara 3 mara 4
kwa sababu ile harufu ile ambayo anaisikia kwenye mwili hataki wasichana wafanye nini? Waisikie. Pale shuleni, yani wavulana wa umri huu ukiwachunguza unaweza kumkuta ana perfume 5, ana perfume 6. Anataka muda wote afanye nini? Anukie, ili asisikike kile kiharufu chake cha kidume kile, cha kibeberu kile. Kwa watoto wa nini? Kwa watoto wa kike. Kwa wanaanza kujipenda, wanakuwa wasafi zaidi. Hizo ni katika athari chanya ambazo watoto wetu wanazipata katika umri huu. Sasa sisi kama wazazi, nini cha kufanya kwa watoto wenye umri huu kuanzia miaka 15 mpaka miaka 21? La kwanza, watoto wa kike wafundishwe tafsiri ya surati Nisa na tafsiri ya surati Nur na tafsiri ya surati Ahzab. Hizi sura 3 ni sura ambazo zimezungumza mambo mengi ya kifikhi ya mwanamke, mambo mengi ya kisheria yanayomhusu mwanamke. Kwa hiyo mtoto wako wa kike anapaswa kuzijua tafsiri ya sura hizi: surati Nisa, surati Nur na surati Ahzab. Wewe mwenyewe mama, kama unaweza, nunua msahafu wako wa tafsiri. Tenga muda, kaa na binti yako, anzeni kusoma taratibu aya moja baada ya nyingine. Asome tu asikie tafsiri yake kama huna uwezo wa kuzichambua. Lakini kama binti yako huyu anasoma madrasa, unaweza ukamuomba yule mwalimu wa madrasa asaidie katika kuwachanganulia zaidi zile sura, ili mtoto aweze kujua mambo mbalimbali ya kisheria yanayomhusu mwanamke. Stara imezungumziwa katika sura hizi, surati Ahzab na surati Nur. Mambo mbalimbali ya kuhusiana na tahara na mengineyo yamezungumziwa katika sura hizi. Mambo ya kihukumu mbalimbali ya wanawake yamezungumziwa katika sura hizi. Lakini hata mambo ya wajibati kwa wanawake zimo katika sura hizi. Kwa ni muhimu sana binti akaweza kupata tafsiri ya hizi sura. Hiyo ni kitu cha kwanza muhimu kabisa na cha msingi cha kuwaelekeza mabinti. Tuwasomeshe tafsiri ya hizi sura ili waweze kujua mambo yanayohusu stara, haki mbalimbali na wajibu mbalimbali kwa wanawake kama alivyoelekeza Allah subhana wa ta'ala. Lakini jambo la pili, watoto wa kiume wafundishwe tafsiri ya surati Yusuf. Kwa nini wanafundishwa tafsiri ya surati Yusuf? Waweze kujua changamoto za wanawake. Ukiacha kwamba hawa watoto wa kiume wao wanaanza kujiona vidume na kuanza kuwafatafata watoto wa kike, lakini wako wanawake mashuga mami wanakuja kuwatia kashikashi hawa watoto wa kiume. Kwa hiyo wakajikuta wanakumbana na mtihani kama mtihani aliyokumbana nao Nabii Yusuf kwa Bi Zulekha. Kwa hiyo mtoto asomeshwe tafsiri na aonyeshwe umuhimu wa yeye kujilinda kwa Allah subhana wa ta'ala kutokana na vitimbi vya wanawake watu wazima wenye kutaka kuwa na mahusiano na watoto wadogo. Lakini sura nyingine ambayo mtoto wa kiume anatakiwa aijue tafsiri yake ni suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni katika sura ambayo anatakiwa wafundishwe watoto wa kiume na waijue tafsiri yake vizuri. Katika sura hii kuna kujifunza ujasiri. Mtoto wa kiume anatakiwa awe jasiri katika kusimamia haki. Kwa hiyo mwanao akiisoma vizuri tafsiri ya sura hii, ndani ya suratul Kahfi kuna visa vikuu 4 ambavyo ndani yake vina mafunzo makubwa sana. Kisa cha kwanza
kina mafunzo juu ya fitna ya uongozi na utawala. Kisa cha Ashabu al-Kahfi, vijana ambao walilazimika kwenda kukimbilia pangoni kwa sababu nchi yao ilikuwa inatawaliwa na mtawala ambaye si mwadilifu, aliyekuwa hataki watu wafuate mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndani ya sura hii kuna fitna ya mali inayopatikana katika kisa cha bustani. Kwa hiyo watoto wanatakiwa wafundishwe ili waepukane na fitna ya mali na wajue kwamba mali ni nini? Mali ni fitna. Lakini kisa cha tatu ni fitna ya elimu, na katika umri huu wako katika elimu ya sekondari kuelekea vyuoni. Kisa cha fitna hii ya elimu kinapatikana katika kisa kile cha Nabii Musa na Al-Hidhri, katika ile safari ya Musa na Hidhri ya kutafuta elimu, safari ambayo Musa alikosa subra katika yale mambo ambayo Hidhri alikuwa anayafanya, kwa akaishia kujifunza mambo matatu tu. Lakini angekuwa na subira angejifunza mambo mengi zaidi. Kwa hii inawafundisha watoto wawe na subira katika kutafuta elimu, kwa sababu swala la kutafuta elimu sio jambo jepesi. Lakini nne ni fitna ya nguvu, ambayo hii inaguswa katika kile kisa cha mwisho, kisa cha Dhul-Qarnain na Ya'juj wa Ma'juj. Kwa Dhul-Qarnain alijaliwa na Mwenyezi Mungu nguvu na uwezo, lakini nguvu zake hakuzitumia katika ubaya, bali alizitumia katika kuwawekea kizuizi watu wa mji ule ili wasikutane na shari za Ya'juj wa Ma'juj ambao walikuwa wanafanya ufisadi katika ardhi. Kwa jambo hili la pili muhimu la kuwafunza watoto wetu wa kiume tafsiri ya surati Yusuf na surati Al-Kahfi. Lakini jambo la tatu, watoto wetu wafundishwe heshima na adabu. Tuwafundishe heshima na adabu. Mzazi asikubali mtoto kuwa juu yake. Nimesema umri huu wanaanza kuwa wajeuri umri huu wanaanza kujiona umri huu wanajihisi wamekuwa Kwa hiyo anaweza akawa mpaka wewe anakupandishia sauti, anaweza akawa mpaka wewe anakutingishia kibesi. Wale watoto wetu wa kiume. Watoto wa kike anaweza akakudharau, anaweza akachukua vitu vyako bila ya kukushirikisha, ukashangaa tu mtandio wako ushafanyaje, ushabebwa, ukashangaa perfume yako ishachukuliwa, ishapuliziwa, ukashangaa kachukua hiki kachukua kile. Kwa tunatakiwa tuwafundishe heshima na adabu na nidhamu ya kwamba cha mama ni cha mama na kinatakiwa kifanye nini, kiheshimiwe. Cha baba ni cha baba na kinatakiwa kiheshimiwe. Na usikubali mtoto wako akawa juu yako, akakutingishia kibesi mtoto wa kiume. Watoto wasiachwe kujiamulia wao wenyewe, bali wanatakiwa waamuliwe na wazoeshwe kusikiliza maelekezo ya walimu na wakubwa. Kwa sababu katika umri huu wanakuwa hawapendi kusikiliza maelekezo, anajiona kama vile afanye anavyoona yeye sawa sawa. Kwa lazima wafundishwe kusikiliza maelekezo na kuyafuata. Na wanapoenda kinyume sio unamchekea, umuonyeshe kwamba hili jambo ni jambo serious. Lakini jambo la nne, wazazi wajenge ukaribu na watoto wao, lakini ukaribu huo usiwe kupita kiasi. Watoto katika umri huu tunapaswa tuishi nao kirafiki, lakini bila mtoto kuvuka mipaka. Awe rafiki yako lakini asivuke mipaka. Ukaribu huu utamfanya mtoto aweze kumweleza mzazi changamoto anazokabiliana nazo ili aweze kumpatia suluhisho. Kwa mfano, huu ni umri ambao mabinti wamekuwa anaweza kukutana na changamoto mbalimbali katika masuala ya hedhi. Usipokuwa naye karibu, usipojenga naye urafiki, hatokuambia, hatokueleza changamoto zake,
matokeo yake changamoto hizo zinaweza zikakua zikafika mahala zikawa ni janga. Lakini usipokuwa naye karibu akakueleza changamoto zake, anaweza akatafuta mtu mwingine wa kumueleza. Sasa je, huyu atakayemueleza atakuwa mwema ili ampe mwongozo uliokuwa mzuri, au atakuwa yule ambaye hakutakii wewe mema, kwa hiyo akapata fursa ya kumpotosha nani? Ya kumpotosha mtoto wako. Kwa tujenge nao ukaribu wenye mipaka. Yaani unatingane ushosti fulani hivi, awe anaweza kukwambia jambo. Sasa wewe unaangalia jambo lile umuelekeze vipi. Lakini usipokuwa na ushosti naye, basi mtoto anaweza kupana na changamoto mbalimbali katika mabadiliko yake ya kimwili, lakini changamoto za wanaume wakaanza kumsumbua huko, anakosa shosti wa kuja kumwambia. Mimi nakumbuka marehemu mama yangu alikuwa ni shosti yangu. Lakini ushosti usiovuka nini? Mipaka. Ukileta ujinga na kuchenjia hapo hapo. Yaani utashangaa ule ushoga umeishia wapi. Yaani mpaka tukamwambia ni mama yupo kama kinyonga yani. Dakika 2 ushafanya nini? Ushabadilika. Lakini alikuwa ni rafiki yetu kiasi kwamba sisi tulikuwa hata mambo ambayo katika hali ya kawaida huwezi kumwambia mama, tulikuwa tunamwambia. Hata watu wakikusumbua huko barabarani, wa kwanza kumhadisia mama, "Yaani mama unamjua fulani? Eti kaniambia hivi, kaniambia hivi." Na ukamjibuje? Nikamjibu hivi safi. Tena siku nyingine mjibu na hivi na hivi na hivi. Unaongezewa na maneno ya kufanya nini? Ya kwenda kuwajibu huko. Lakini kama hatuinao karibu, watatongozwa huko, watafikia mpaka kuziniwa. Wewe mama huna habari. Ukija ukishtuka kitumbo ndio unashtuka kwamba kumbe mambo yameshakuwa makubwa huko mtaani, huko nje. Kwa tujenge nao rafiki, lakini usiwe wa kuvuka mipaka. Jambo la ngapi? La 5 Wakatazwe watoto wetu katika umri huu kuoga wawili pamoja, hata kama wa jinsia moja. Mtihani huu upo zaidi wale watoto wanaokaa boarding schools. Wasichana kwa wasichana kuoga pamoja. Ukiuliza nini? Si msichana mwenzangu, mabafu machache, wanafunzi wengi, muda wa kujiandaa asubuhi ni mchache. Muelekeze binti yako ajifundishe kuamka mapema zaidi, ili akaoge mapema kabla wengine hawajafanya nini? Hawajaamka. Ile jam inakuwa bado haijafanyaje? Haijaanza. Lakini kinyume chake, anaweza yeye hataki kuoga na mwenzie, lakini umeingia bafu na mwenzio kudugui na yeye kajiingiza. Yaani uko kwenye boarding school hasa yasiyokuwa ya Kiislamu, hayo mambo ni mambo ya kawaida sana. Matokeo yake sasa wanatamaniana wenyewe kwa wenyewe. Mwisho wa siku wanaingia kwenye mahusiano ya jinsia moja. Lakini pia wasilale wawili kitanda kimoja na kujifunika shuka moja. Hayo nayo yana mchango mkubwa sana katika kuleta yale mahusiano ya jinsia moja. Jambo la 6, wajenge utamaduni, yani sisi wazazi tujenge utamaduni wa kuwakagua watoto usiku na kuwapitia na kupitia vyumba vyao na kukagua vitu vyao. Yani tuwe na utamaduni kwamba wewe kama mzazi uwe unaenda kukagua vyumbani. Kwa nini? Vyumbani kwa watoto. Kagua mabegi yao, pekua makabati yao ya nguo. Hayupo, chukua begi lake la shule, lifanye nini? Likague. Mtakutana na mengi kina mama humo. Mimi nimewahi kudondokewa na begi la mwanafunzi kwenye daladala. Yaani limenidondokea, bahati mbaya lilikuwa wazi. Kwa vilivyomo ndani vikafanya nini? Vikamwagika. Vilipomwagika nikakutana na makeup set,
wanja, lipstick, perfume na vinginevyo. Mtoto wa shule, wa sekondari, form 1, form 2, vitu hivyo kwenye begi la shule vya nini? Lakini huko mashuleni tunapofanya inspections katika mabegi ya wanafunzi, tunakutana na vitu vingi sana vya ajabu. Vingine hata kuvisema huku kwenye hadhara naona aibu yani. Naomba nizime mic afu niseme. Kwa tujengeni utamaduni wa kuwakagua. Tunaweza tukakumbana na vitu kama hivyo, ikatusaidia katika kuwa cancel mabinti zetu wasiingie katika mitihani ya umagharibi ambayo ipo katika zama tulizokuwa nazo hii leo. Kwa hiyo ni muhimu kuwakagua kwa sababu wanavyovimiliki watoto ni vitu vingi. Lakini inawezekana wewe ukao unahisi mwanao hamiliki simu lakini kumbe anaimiliki simu. Tena ni mahodari mno, wana mbinu za kuficha. Nakumbuka siku moja tumefanya inspection. Hizi simu za siku hizi hazifunguki ziko moja kwa moja Fanyaje? Inspection ni ukaguzi. Yaani kuchukua vitu vyao na kuvikagua. Sasa siku hizi simu hizi ziko moja kwa moja Za zamani zilikuwa zinafunguka kwa nyuma Si ndio? Sasa ndo unaikamata, yani ngumu kuijua hiyo simu kwa sababu unamkagua mwanafunzi X kwenye bweni namba 1, yani unakuta tu kuna hili kavala nyuma tu la simu. Kwa hiyo utaona labda liliingia huko kwa bahati mbaya, si ndio Unaliacha. Lakini mwalimu mwingine anaweka kagua sehemu nyingine, ameikuta hii motherboard tu, na yenyewe pia akafanya nini? Akaiona sasa hii labda amechukua nyumbani imeharibika huko, si ndio Lakini mwingine aliyekagua sehemu nyingine amekuta battery. Ushaone? Mwingine bweni jengine amekuta ule waya tu wa chaja. Ule waya tu bila kile kichwa. Ushaona Na mwingine sehemu nyingine amekutana na nini? Na kichwa. Kumbe hiyo ni simu moja hiyo. Ushaona Ukifika muda wao wale watu 5 wanakutana. Mmoja ana motherboard, mmoja ana cover ya nyuma, mmoja ana battery, mwingine ana line, mwingine ana charger ule kichwa, na mwingine ana waya, vinaunganishwa, mawasiliano yanafanya nini? Yanafanyika. Hao ni watoto wetu. Kwa hiyo wewe mama unajua mwanangu hana simu, lakini kumbe mwenzako ana simu, afu simu moja inatumiwa na watu 7. Hao wote lao moja. Kwa siku moja katika ukaguzi tukaona ile jambo limejirudia, afu limejirudia sana yani. Kwa tukaamua kukusanya yani. Tulipokuta cover tumechukua. Tulipokuta motherboard tumechukua. Tulipokutana na chaja kichwa tumechukua, waya tumechukua, kwenda kuunganisha tukapata simu 3. Tukasema kama kuna simu manake na line humu ndani zimo. Tukaanza msako wa kuzitafuta line mpaka tukazipata. Tuliyokutana nayo ndani ya hizo simu, kuna mzazi mmoja tulipompa simu ya mwanae alidondoka chini na kuzimia. Maana ilikuwa inaonyesha yule mtoto ameshakuwa na mahusiano na mwanamume ambao yako very deep, tena kwa muda mrefu, na mzazi habari hana. Na mtoto mwenyewe ni wa kidato cha 3 tu, lakini mahusiano yameanza tokea form 1. Kwa miaka 3 yuko kwenye mahusiano na mzazi hana habari. Kwa tujenge huo utamaduni wa kuwakagua watoto ili tuweze kugundua mengi waliokuwa nayo. Wafundishwe na kunasihiwa juu ya madhara ya zinaa, madhara ya liwati na usagaji katika dunia na akhera.
wafundishwe na kunasihiwa jamani. Sasa hivi haya mambo yameanza kuchukua kasi sana katika jamii, mpaka yanaonekana kama ni mambo ya kawaida hivi. Lakini watoto wetu inabidi kuwanasihi, tusione tabu kuongea nao. Sababu wewe unapoona tabu kuongea nao, jamii huko nje inaongea nao bila ya shida ya aina yoyote. TV zinaongea nao, simu zinaongea nao. Kwa wewe ukiona haya, wale kule hawana haya, kwa mwisho wake watoto wetu wanaharibikiwa. Lakini jingine la mwisho hili, hawa watoto waanze kuandaliwa kuwa mke au mume. Umri huu ndio umri wa kuelekea kwenda kuwa mke au mume. Kwa hiyo watoto waanze kuandaliwa kuwa mke au mume. Sio tu kuwa mke au mume, kuwa mke au mume mwema. Kwa hiyo waanze watoto hawa kuandaliwa. Azoeshwe mtoto wa kiume kubeba majukumu ya kimume, na azoeshwe mtoto wa kike kubeba majukumu ya kimke. Baba, unaenda sokoni, nenda na kijana wako akaanze kujua kuhemea kule. Kesho na kesho kutwa anapokuja yeye kuwa mume, kuhemea kwake inakuwa sio kitu kigumu. Kwa maandalizi yanatakiwa yaanze hapa. Tusisubiri kumpeleka kwa somo ama kungwi eti ndo aende akamuandae mwanao kuwa mke mwema. Hawezi kama wewe mwenyewe haujamuandaa mapema. Unampeleka kwa somo siku mbili zinatosha kumwandaa mtu kuwa mke? Hao wa kiume ndo wapeleke kabisa. Atamwambiwa tu, Sheikh Samata, hebu kana mwanangu mpe 2 matatu. Si ndio anaoa huyu, kwa atampa 2 matatu. Lakini hatompa mafunzo haswa ya kumfanya yeye kuwa mume aliyekamilika. Mafunzo haya yanatolewa nyumbani kwa wazazi, ili ukifika ule muda sasa mashehe wanaongezea tu. Ili ukifika ule muda sasa somo anatoa yale ambayo wewe mama huwezi kumwambia mwanao, yale ya ndani kabisa ya chumbani. Lakini kama hajaandaliwa, somo hawezi kukuandalia mwanao kuwa mke mwema, wala shehe hawezi kukuandalia mwanao kuwa mume mwema. Kwa tuandae wajue kupika na kuandaa meza. Kwa mabinti wajue kupika. Mwanamke jiko. Sio binti yako chai pia akiambiwa apike anapika chai mbichi. Anapika chai ambayo hajafanya nini? Haijaiva. Alafu ukimwambia chai mbichi atakushangaa, mbichi. Yaani chai inakuwaje mbichi jamani? Jamani, chai inapikwa, ichemshwi. Ukiichemsha inakuwa mbichi. Ukiipika inaiva. Kwa hiyo watoto wafundishwe kupika, ili akienda kule aweze kumpikia hayo masotojo mumewe. Sio anakwenda anataka kudelivery. Watoto wa siku hizi, nitafanya delivery. Yaani mumeo ale chakula kilichopikwa na mtu mwingine ambaye humjui. Inaingia akilini kweli? Kwa tuwafundishe watoto wetu wa kike wajue kupika. Na si wa kike tu, hata wa kiume. Ili mkewe siku amechoka, mkewe siku anaumwa, basi sio anamrudisha kwa mama. Yeye mwenyewe anakaa jikoni, anakorofisha pale, wanakula yeye pamoja na nani? Na mkewe na watoto. Lakini watoto wavulana kama nilivyosema mwanzo wafundishwe kuhemea. Wakati mwingine mpe hela, mwambie nenda sokoni kanunue mahitaji. Kanunue hiki na hiki na hiki na hiki. Alafu unampa hela yenyewe ndogo ndogo pungufu hivi. Ili aumize nini? Kichwa. Aumize kichwa. Mimi kwa kweli mnadani wanaenda watoto wangu wa kiume. Yaani mimi nikagongane vikumbo wakati madume ninayo. Wao ndo ninawapa hela. Tena saa nyingine unatajia vitu vingi alafu hela pungufu. Akifika kwa ndo kupigia simu. Mama, sijui hela naona haitoshi. Naambia inatosha. Unatakiwa ujue unapunguza wapi? Unapunguza wapi? Ili vote nilivyokutuma viene kwa hela hiyo hiyo.
Kwa anaumiza nini? Anaumiza kichwa na anarudi na vitu vyote nilivyo muagiza. Kapunguza hichi, vyote vimefanya nini? Vimeenea. Unamfundisha kuanza kubeba majukumu ya ubaba, majukumu ya umume akiwa mapema. Wakati mwingine shopping ya shule ya wadogo zake, wale wadogo mpe yeye akafanye. Aende dukani akawanunulie wadogo zake nguo za shule, akawanunulie madaftari, akawanunulie peni. Anaanza kujua na kuzoea hivi vitu kabla hajawa baba kamili. Lakini kingine tuwafundisha kupanga ratiba ya chakula na nini cha kupika kwa mabinti. Yaani ajue, aanze kujifunza. Kwa mfano siku nyingine anambia mimi leo ninatoka, hela hizo hapo, nataka nikirudi nikute kumepikwa. Mimi natoka hivyo, muandalieni baba yenu chai. Wakae, watulie, wamwandalie baba yao chai. Alafu wewe usiwaulize wao, muulize huyo mumeo, hivi uliandaliwa nini? Na wanao asubuhi akwambia uliniandalia hichi na hichi na hichi. Alafu ndo unarudi kwao. Kwa hiyo nyinyi, mume wangu mimi, ndo mnampikia chai ya rangi, mnaenda kumnunulia mkate dukani? Kweli? Mwenyewe mchakula na mnunulia mkate? Hii jambo lisijirudie tena. Kwa siku nyingine watachukua ngano, watapika japo chapati za maji kumpikia nani? Baba yao. Lakini unawatrain na wao wasiende kuwanunulia waume zao mikate dukani, bali wawe na mazoea ya kupika wao wenyewe. Lakini mazoea haya hayawezi kuja baada ya kuolewa. Mazoea haya yanatengenezwa wapi? Nyumbani. Kwa mwenyewe aumize kichwa ajue mchana tunapika nini, aumize kichwa ajue usiku tunapika nini. Hii ni training nzuri sana ya mabinti katika kuandaa kuwa wake. Jamani, tunaoletewa mabinti siye tunaojiita masomo, tunakutana na vituko. Unamwachia binti jiko, hebu pika, assume mimi ndo mumeo, hebu niandalie chakula cha mchana. Dada we, unaweza ukalia. Unajiuliza sasa, huyu ndo kashaposwa, mahari ishatolewa, harusi kesho kutwa, hajui kupika, hajui kuandaa, ni vurugu mechi. Wewe unamwacha tu huru afanye mwenyewe. Kakuletea vyakula, maji ya kunawa hayajaja. Kakuletea maji ya kunawa, maji ya kunywa hayajaja. Kaeka maji ya kunywa na juisi, umeletewa glasi moja. Basi alimradi umeletewa hichi, sabuni ya kunawia mikono hakuna. Basi ni vurugu mechi. Lakini hii maana yake ni nini? Hakuandaliwa nyumbani. Kwa tuandae mabinti zetu kuja kuwa wake. Lakini tuwafundishe pia kufua, kupanga nguo na kuandaa nguo za safari. Yaani baba anataka kusafiri, wakati mwingine mwambie binti yako kamwambie baba yako nguo za safari. Wewe zitoe zimwage pale kwenye kitanda, afu yeye apange vizuri kabisa. Hili mimi mama yangu alikuwa analifanya sana, Allah amrehemu. Baba anataka kusafiri, anakujazia nguo pale, anakwambia haya babako anasafiri, anakwenda mkoa fulani. Sasa mimi mwanzo nilikuwa sielewi hata nitajia mkoa. Kwani ananiambia anaenda mkoa fulani? Kwani asiniambia babako anasafiri siku 2? Au babako anasafiri siku 3? Ile kutajia mkoa kumbe ilikuwa ina maana. Kuna mikoa ina baridi Kwa katika utakavopanga makoti yasifanye nini? Yasikose. Blanketi lisikosekane, ili asiende kuumizwa na baridi huko. Na kuna mikoa ya joto, ujue nguo gani unazompa zinazoendana na hali ya hewa ya nini? Ya joto. Wakati mwingine anakwenda nje ya nchi, anaenda Uingereza, unaanza kuangalia hivi Uingereza kipindi hiki ni msimu wa baridi au vipi? Kwa umwandalie ile mijidude mikubwa ile misweta ile, kutokana na mazingira ya kule. Lakini hili nilikuja kumshukuru mama yangu baada ya kuingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Mume akiwa anasafiri, unaenda siku ngapi mume wangu? 3. Unajua unamwandaliaje? Kwa sababu training ulishaipata kwa kumwandalia nani? Baba. Kwa tuandae watoto wetu kuwa waume wema na wake wema. Jamani, maandalizi yanafanywa mapema. Ukisubiri last minute kashaposwa, utakuwa umechelewa.
Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi